Kwingineko ni huko Misri. Ripota maalum wa Umoja wa Mataifa Francesca Albanese ameeleza wazi kusema kwamba Misri inahusika katika mauaji ya halaiki ya Wapalestina katika eneo la ukanda wa Gaza na kwamba Misri inaungana na Israel katika mauaji hayo. Ripota huyo maalum wa Umoja wa Mataifa amehitaji hatua ya Misri ya kuidhinisha makubaliano ya ununuzi wa gesi kutoka kwa utawala wa Israel kuwa ni uungaji mkono wa nchi hiyo kwa mauaji ya halaiki yanayofanywa na Israel huko katika ukanda wa Gaza. Imeelezwa na Francesca Albanese, ripota maalum wa Umoja wa Mataifa, huku akikosoa vikali makubaliano ya gesi kati ya Misri na utawala wa Israel, akisema kwamba makubaliano hayo yanaonyesha uungaji mkono wa Cairo kwa Tel Aviv katika mauaji ya halaiki ya Wapalestina katika eneo la ukanda wa Gaza. Hayo yanathibitisha pia kwamba Misri imekuwa taifa lenye kuonyesha udhaifu mkubwa na unafiki katika miongoni mwa mataifa ya Kiarabu, ambapo mara kadhaa imekuwa ikiunga mkono wa Palestina, lakini sasa inaonekana wazi Misri inaunga mkono Israel katika mauaji haya ya halaiki. Ikumbukwe, wakati raia wa Kipalestina wakiomba hifadhi kuelekea katika nchi ya Misri, ni Misri ambayo iligoma na kufunga mipaka yake hasa katika eneo la Sinai, ambapo iliwazuia raia wa ukanda wa Gaza kwa maana kutoka nchini Palestina kuingia katika nchi hiyo ya Misri kwa ajili ya hifadhi, huku ikitoa sababu kwamba kitendo hicho kitasababisha Marekani kutoa ukanda wa Gaza, sababu ambazo zinaonekana ni sababu zisizokuwa za msingi, na kwamba imekuwa ikiunga mkono mauaji ya halaiki ya Wapalestina. Albanese ameongeza kusema kwamba Misri inaweza kusema chochote inachotaka, lakini kununua gesi yenye thamani ya dola bilioni 35 kutoka kwa utawala wa Israel ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Afisa huyo wa ngazi za juu wa Umoja wa Mataifa anasisitiza kwamba makubaliano hayo ni ishara ya wazi ya uungaji mkono wa utawala wa Israel katika mauaji ya halaiki ya Wapalestina. Kadhalika, ripota huyo maalum wa Umoja wa Mataifa ametoa wito kwa nchi hiyo ya Kiarabu kutoweka kipaumbele maslahi ya kiuchumi kuliko maadili ya kibinadamu na kuzingatia ubinadamu. Haya yanajiri siku chache baada ya waziri mkuu wa utawala wa Israel Benjamin Netanyahu kutangaza kuwa serikali yake imeidhinisha makubaliano makubwa ya uuzaji wa gesi asilia kwa Misri yenye thamani ya takribani dola bilioni 35, akieleza kwamba makubaliano hayo ni makubwa zaidi katika historia ya Israel na kwa upande wa thamani na ujazo wa usafirishaji wa nje. Misri mpaka sasa inasita kutoa maelezo ya kina kuhusu makubaliano hayo, ingawaje baadhi ya maafisa wake wanasisitiza kuwa mkataba huu wa kibiashara na Tel Aviv haumaanishi kuwa Cairo imeacha kutetea kadhia ya Wapalestina, huku wachambuzi wa mambo wakikazania Misri kwamba Misri inahusika na mauaji ya Wapalestina. Maoni ya umma ya Misri yanafungamana kihistoria na suala la Palestina na kuanza vita vya Gaza baada ya operesheni ya kimbunga cha Al-Aqsa mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Ulikuwa mwanzo wa mabadiliko katika sera za ndani na za kigeni za Misri. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.